Habari za wakati huu mtazamaji wa SKF TV, na kusalimu sana popote pale ulipo. Karibu sana katika mkusanyiko wa taarifa habari leo Mei 26, 2025. Kwa nami Pendo Godson ninakusogezea taarifa hizi za habari za kitaifa, lakini nitaungana na mwenzangu Pantaleo Lugisha akitupitisha duniani leo katika habari za kimataifa kuna jambo gani. Karibu sana. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amesema kuwa serikali itaendelea na mikakati ya kuwaunganisha wafanyabiashara wa Tanzania na wa mataifa mbalimbali duniani ikiwemo Japani ili kuwawezesha kufanikiwa na fursa mbalimbali zilizopo katika mataifa hayo. Mheshimiwa Majaliwa amesema kuwa serikali imekuwa ikifanya hivyo kwa kushirikiana katika makongamano mbalimbali ya kimataifa ambayo yamekuwa yakiwakutanisha wafanyabiashara na wawekezaji ili kuongeza tija kubwa kwenye masuala ya biashara na uwekezaji. Kupitia kongamano hili ambalo baadaye sasa wafanyabiashara watakaa pamoja wa Tanzania na Japan, litafungua milango zaidi ya ushirikiano kati ya wafanyabiashara wa Tanzania na hapa Japan. Malengo ni kuwawezesha kukaa pamoja, kila mmoja aeleze sekta anayofanyia kazi, lakini hasa tunahitaji Watanzania wapate nafasi ya kuungana pamoja na ndugu zetu wa hapa Japani, kufungua makampuni, kuandikisha uwekezaji, na kwa kuwa ZIPA ya Zanzibar na TSC ya Tanzania ziko hapa, wamefungua pia wadawati ya kusajili moja kwa moja makampuni yanayotaka kwenda kufanya kazi Tanzania. Na tumeeleza kwamba ili kufungua kampuni Tanzania tumerahisisha ujazaji wa fomu, lakini maelezo ya namna ambavyo utafanya biashara, fursa kwenye maeneo yote kama ambavyo nimeeleza, kwenye kilimo, lakini maliasili na maeneo mengine ya utalii, afya na maeneo ya viwanda. Yote haya tumefungua milango. Sisi kama Tanzania tumeeleza fursa ambazo zipo zinazokaribisha wawekezaji kutoka nje, na hasa nchini Japani ambako wenzetu wameimarika kiuchumi. Japani ni nchi ya 4 duniani kiuchumi. Sisi kama Tanzania tunahitaji kushirikiana nao kwenye eneo la kiuchumi, kuweza kuwakaribisha wafanyabiashara wawekezaji kutoka hapa nchini Japani ili waweze kuja Tanzania. Hii ni kwa mara ya 3 tunakutana pamoja tukijadili fursa mbalimbali. Kwa mara ya kwanza tulipokuwa kwenye kikao cha Japani na nchi za Afrika TICAD, tuliweza kupata nafasi ya kukutana na wafanyabiashara, tukawahamasisha, tukawakaribisha Tanzania. Kwa mara ya pili timu ya wafanyabiashara kutoka nchini Japani walikuja Tanzania, tukakaa nao, tukazungumza nao pamoja na private sector ya Tanzania ili kuweza kujiunganisha pamoja, kupata uzoefu, kuonyeshana fursa na kujenga ushirikiano katika kufanya biashara za pamoja. Leo ni kwa mara ya 3. Hii tunajiimarisha zaidi kwa sababu tayari tumeonyesha ongezeko la biashara kati ya Tanzania na Japan. Ongezeko hili limeanza kuleta manufaa kwetu sisi kama Tanzania, ambako tunajikita kwenye sekta ya kilimo, afya, viwanda, lakini pia nishati. Haya ni matokeo mazuri ya jitihada zilizofanywa na marais wetu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi. Wamewezesha sekta ya uwekezaji kukua na kupata mafanikio, na wamekuja Tanzania. Timu ya madaktari bingwa 35 kutoka kambi ya madaktari bingwa wa Daktari Samia imepiga kambi mkoani Songwe na kuanza kutoa huduma za kibingwa kwa magonjwa mbalimbali yakiwemo ya wajawazito na watoto katika hospitali 5 za halmashauri zilizopo ndani ya mkoa huo. Leo tumepokea timu ya wataalamu madaktari bingwa wabobezi, timu ya Daktari Samia Suluhu Hassan, wakiwa na lengo la kufanya shughuli katika mkoa wetu wa Songwe, wilaya zote 4 kwa maana Ileje, wilaya Momba, wilaya Songwe na wilaya Mbozi, na watakuwa hapa kuanzia tarehe 26 mpaka tarehe 31. Lengo ni kutoa huduma kwa wananchi wa mkoa wa Songwe katika magonjwa yale sugu, madaktari bingwa wabobezi kwenye masuala ya afya, masuala ya kina mama, masuala ya watoto, magonjwa ya ndani. Kwa hiyo nitoe wito tu kwa wananchi wa mkoa wa Songwe kujitokeza kwa wingi kwa ajili ya kupata huduma hizi, na ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais kuhakikisha Watanzania wote wanafikiwa kupata huduma ya afya, na tunategemea hii timu itatusaidia kujengea uwezo watumishi wetu wa sekta ya afya. Kama tunafahamu kwenye mkoa wetu wa Songwe tuna madaktari bingwa
10, na hawa ambao wameongezeka 35 maana yake tutujengea uwezo. Tunategemea baada ya kuondoka kwao tutapata uzoefu wa kutosha kuhusiana na huduma mbalimbali za kutibu wagonjwa kwenye mkoa wetu wa Songwe. Tuna matumaini ya kukutana na watoto wengi ambao wana changamoto ambazo kwa aina moja au nyingine walikuwa wanashindwa kufika katika vituo vikubwa kwa ajili ya huduma. Kuna magonjwa mbalimbali ambayo tunataraji kukutana nayo, kama wale wenye selimundo, yani sickle cell. Kuna watoto wenye magonjwa ya moyo, kuna magonjwa ya mbalimbali ya damu kama saratani za damu, kuna magonjwa ya figo kwa watoto. Kwa hiyo natoa wito kwa wakina mama na wazazi kwa ujumla wa kujitokeza kuleta watoto ili waweze kuonwa na madaktari bingwa wa watoto. Tuko jumla ya madaktari bingwa 35 ambao tutatoa huduma kwenye maeneo mbalimbali katika hospitali zote za halmashauri ndani ya mkoa wa Songwe. Kwa hiyo tunategemea hospitali zetu zote za wilaya zitakuwa zinapata seti ya madaktari 7. Kwa hiyo tunategemea kwamba tunasogeza huduma za kibingwa karibu na wananchi. Kwa hiyo kwa muda huu na imani hatutapata mgonjwa anayetoka Songwe tena kwenda eneo lingine, kwa sababu tayari madaktari bingwa wapo kwenye halmashauri zetu zote. Kwa hiyo manufaa ya kwanza ya zoezi hili ni kwamba tunapunguza vile vile gharama ya wananchi kwenda kupata huduma za kibingwa nje ya mkoa wao au nje ya halmashauri. Na kwa upande wa kina mama tunajikita zaidi kwenye magonjwa yanayo huduma za kina mama wakati wa kujifungua kwa kiwango kikubwa, tukiwa tuna lengo la kupambana vile vile na vifo vitokanavyo na uzazi pamoja na vifo vya watoto wachanga. Kwa hiyo tunatoa huduma, lakini vile vile tunaweza kupata nafasi ya kuwajengea uwezo watumishi wenzetu walioko kwenye hospitali za halmashauri ndani ya mkoa wa Songwe. Naibu wa Nishati Judith Kapinga amesema serikali imefikisha umeme kwenye mitaa 58 ya mji wa halmashauri ya wilaya ya Tarime katika mitaa 81 ya halmashauri hiyo. Mheshimiwa Kapinga amesema hayo leo bungeni jijini Dodoma wakati akijibu swali la mbunge wa Tarime mjini Mheshimiwa Michael Kimbaki aliyeulizwa serikali itapeleka lini umeme katika mitaa 18 ya halmashauri ya mji wa Tarime. Halmashauri ya mji Tarime ina jumla ya mitaa 81 ambapo kati ya hiyo mitaa 58 tayari ina umeme na mitaa 23 bado haijafikishiwa umeme. Aidha, mitaa 13 inapelekewa umeme kupitia mradi wa HEP 2A na mkandarasi aitwaye Dynam Construction Engineering. Mitaa 10 iliyobaki itapatiwa umeme katika miradi inayofuata kulingana na upatikanaji wa fedha. Asante. Pamoja na kuwa wilaya ya Arusha mjini kuwa mji wa kitalii, lakini bado kuna changamoto kubwa ya umeme hasa kwenye maeneo ya pembezoni, hususan kwenye kata ya Terat, mitaa ya Olopolos, Maskiria na Engavlen. Je, ni lini serikali sasa itaondoa changamoto hii? Serikali inatekeleza miradi mbalimbali katika maeneo ambayo yapo pembezoni ama kwa jina lingine tunaita periurban. Kupitia wakala wetu wa nishati vijijini tunayo miradi ya pembezoni mwa miji yani periurban inayotekelezwa kwa ajili ya kuendelea kusambaza umeme katika maeneo ya pembezoni mwa miji. Kwa hiyo na kwa jiji hili la Arusha katika kata ambayo sema ya Terat tutaenda kuangalia kama maeneo haya hayapo katika mpango ambao tunao wa kupeleka umeme kwenye maeneo ya pembezoni mwa mji, basi tutaendelea kuyafikishia umeme kupitia miradi mbalimbali ya TANESCO ambayo inatekelezwa katika maeneo ya miji katika kuhakikisha tunaendelea kuimarisha miradi ya usambazaji kwa ajili ya kuimarisha hali ya upatikanaji wa umeme. Lakini kwa sababu maeneo haya yamesema mahususi kwa ajili ya utalii, basi nitaenda kuyapitia tuweze kuona kama hayapo kwenye mpango wowote, basi kwa mwaka ujao wa fedha tutaweka katika mkakati ili na maeneo haya pembezoni yafikishiwe umeme kwa ajili ya kuimarisha hali ya utalii katika kata hii ya Terat. Vitongoji vingi katika wilaya ya Karatu havina umeme, lakini vichache vilivyoingia kwenye mradi wa kupelekewa umeme zimepelekewa nguzo 40 peke yake ambayo bado haitoshelezi na kuna maeneo mengi haitapata umeme. Je, kwa nini serikali siongeze idadi hiyo angalau kukava vitongoji hivyo kwa kuanzia? Miradi ambayo inaendelea vitongoji ni miradi ambayo ina wigo wake maalum kulingana na kazi ambayo amepewa mkandarasi. Lakini nimtoe shaka Mheshimiwa mbunge, katika mradi wa vitongoji 9,000 ambao sasa hivi ndio tutatafuta mkandarasi, na Karatu pia ipo katika mradi na inaenda kupewa vitongoji vya ziada. Kwa hiyo nimhakikishie Mheshimiwa mbunge miradi ya kupeleka umeme kwenye vitongoji ni miradi endelevu. Vile 15 ilikuwa kwa ajili ya kila jimbo na ilikuwa ni kwa ajili ya wigo maalum. Lakini tunaendeleza miradi hii kwa ule mradi
kubwa kupeleka umeme kwenye vitongoji 20,000 na awamu ya kwanza nilishasema tumeanza sasa hivi kwa kutafuta wakandarasi kwa vitongoji 9,000 na wilaya nyingi pia ziko covered katika miradi hiyo. Kwa hiyo mhakikishie Mheshimiwa Mbunge tutaendelea kupeleka umeme katika vitongoji hivyo kwa miradi hii ambayo inaendelea. Mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Kigoma KUWASA kwa kushirikiana na kampuni ya Collect Tech Limited imezindua mfumo mpya wa kiteknolojia uitao Amanzi App unaolenga kuwezesha wananchi kutoa taarifa za mivujo ya maji moja kwa moja kwa mafundi kupitia simu janja. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa mfumo huo, mkuu wa mkoa wa Kigoma, Kamishna Jenerali mstaafu wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji Tobias Andengenye amesema uzinduzi wa Amanzi App ni hatua kubwa katika kuboresha huduma za maji. Mtendaji wa KUWASA Bwana Mwasikilani kwa kuja na ubunifu huu ambao unasaidia kupunguza upotevu wa maji kutokana na kupasuka kwa mabomba ya maji. Pia nimeelezwa kuwa mfumo huu utakuwa na uwezo wa kuwasaidia wananchi kutuma maombi ya kuunganishiwa huduma ya maji kwa njia ya kidijitali bila kulazimika kufika ofisini. Kwa hiyo huko tunakoelekea tutaweza kuomba huduma ya maji kama vile ambavyo TANESCO wanafanya kupitia mfumo wao wa Connect. Ndugu wadau, nitoe rai kwenu mliobahatika kufika na kushiriki tukio hili kuhakikisha tunaotumia mfumo huu ili uweze kuleta manufaa yanayohitajika kwa KUWASA. Aidha, natambua mnao uwezo mkubwa wa kufika maeneo mbalimbali ya manispaa yetu, pengine hata ambapo maafisa wa KUWASA hawawezi kufika kwa haraka. Hivyo basi matumizi sahihi ya mfumo huu wa kutoa taarifa za mivujo ya mabomba utaweza kupunguza hasara inayotokana na mivujo hiyo. Mimi nafahamu na hii ngoja niseme kwa uzushi kidogo, maafisa wa usafirishaji na sifa kubwa sana ya kutunza siri zetu. Maana mnazo nyingi, ila hii ya kuvuja maji isiwepo katika hizo siri. Hii vitendo sasa, hii sasa mkiona sio siri. Hii tumieni mfumo, mfikishe hizo taarifa ili taarifa hizi ziwafikie haraka. Kwa kadri itakapokuwa siri, ndivyo ambavyo tutaendelea kupoteza maji. Hili liwe la wazi sasa, katika zile siri tutazotunza, hii isiwepo. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, hali yetu ya mamlaka ya maji kwa sasa inaendelea vizuri kama walivyosema viongozi, kama pia alivyosema mkurugenzi. Hali sasa inaendelea kuridhisha na tunaendelea kupambana ili changamoto zote tuweze kuzimaliza. Tunapoteza maji mengi kwa takriban bilioni 2 kwa mwaka. Haya maji ni mengi sana na ni fedha nyingi ambazo zinapotea kutokana na upasukaji wa mabomba. Tunapokuwa tunapampu maji, mabomba wakati mwingine yanapasuka kulingana na pressure. Hususan kwa sasa hivi mvua zinazoendelea kunyesha, matumizi ya maji yamepungua sana. Sasa matumizi ya maji yakipungua, tunapokuwa tunapampu maji, pressure inapoongezeka basi na mabomba yanapasuka. Nimefurahi leo kukutana na wenzangu wananchi wa manispaa ya Kigoma Mjini, maafisa wa usafirishaji, ili tushirikishane hii changamoto. Unapopita kule barabarani ukiona bomba linamwaga maji, tunaomba sana mtu kufahamishe, aidha kwa kutumia app ambayo umeiona ni rahisi sana. Unapiga tu picha, fundi aliyeko eneo la karibu atapokea ujumbe na yeye ataushughulikia haraka ipasavyo. Kwa hiyo naombe sana ndugu zangu maafisa wa usafirishaji, kokote mnapopita, mnapokutana na mvujo, bomba limepasuka, tunaomba mtupatie taarifa kwa kupitia app, kwa kupitia mfumo. Wakati wa kufanya reporting, cha kwanza kabisa mtu lazima awe na smartphone. Ni either anatumia Android au anatumia
simu yenye iOS, wale watu wa iPhones. Ukiingia kwenye Play Store utaikuta app yetu inaitwa Amanzi, utaidownload, ukisha-download kuna mahali utakwambia register, utaregister. Baada ya hapo immediately unaweza kuanza kutupa taarifa. Kinachotokea baada ya kudownload, utaona kitu kama hichi ambacho kiko mbele yangu. Najua watu wengi hapa tuna smartphones, na nini tunaweza tukafanya hiyo tukio. Sasa ukisha fungua namna hii, kuna mahali pameandikwa report leakage, lakini pia unaweza kuchagua kama unataka lugha ya Kiswahili, pia itakuandikia hapo ripoti mvujo. Kwa kutumia mfumo huu, mwananchi hatakiwi tena kujua namba ya fundi au kufahamu namba ya mkurugenzi. Anachoweza kukifanya ni kupiga picha mvujo, na muda huo huo taarifa inafika kwa fundi husika, na ofisini tunaanza kufanya monitoring kuhakikisha fundi ameshughulikia huo mvujo ndani ya chini ya masaa mawili. Na nikitamatisha taarifa ya habari jioni ya leo katika habari za kitaifa, mkuu wa mkoa wa Arusha Mheshimiwa Paul Christian Makonda amesema kuwa atahakikisha ujenzi wa soko la Kilombero na stendi kuu ya mabasi ambavyo vimetajwa kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi CCM ya mwaka 2020-2025 kama alivyosimamia ujenzi wa stendi wakati akiwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Hapa Arusha jiji lenu hapa, diwani wenu ushahidi huyu. Hakuna mpango mpya mimi nilioleta. Hakuna mpango. Mipango yote nimeikuta. Shida yao tu hawafanyi maamuzi, majungu, wanalogana, ushirikina basi. Mimi sikupanga kujenga stendi Arusha. Mimi nilijenga stendi Dar es Salaam nilipokuwa mkuu wa mkoa. Nilisimamia ujenzi wa stendi wapi? Dar es Salaam. Mongera kipindi hicho alikuwa mkuu wa mkoa wapi? Wa Mwanza. Alisimamia stendi ya wapi? Ukienda pale Nyegezi utakuta kuna stendi, ukienda upande wa kwenda Msomo utakuta pale Igoma pale chini pale kuna nini? Kuna stendi. Ukienda Morogoro kule utakuta kuna stendi imejengwa. Ukienda mpaka kuna soko limejengwa la Kingalu pale. Ukienda Dodoma utakuta kuna soko, kuna stendi imejengwa. Kipindi hicho mimi nilikuwa nasimamia ya kwangu ya wapi? Kwa hiyo nyinyi mlipaswa kuwa na stendi tangu kipindi hicho. Mlitakiwa kuwa na soko la kisasa tangu kipindi. Kwa hiyo hakuna nilichokileta mimi kipya, vyote nimevikuta. Na mwaka jana mwezi wa 12 tarehe 9 tulifanya maombi pale. Nikafika kwenye mnara wa saa nikasema, Mungu, siwezi kuongoza mkoa wenye ushirikina, mkoa wenye majungu. Watoto wanakufa kwa ajali kila muda wakienda shule wanafanya nini? Nataka Mungu unisimamie mkoa wetu uwe ni mkoa wa maendeleo, wenye upendo na amani na mshikamano. Na hata kilio cha barabara, ni aibu jiji kama hili la kitalii, jiji lenye heshima, jiji linaongoza kwa kuingiza dola za kigeni, fedha za kigeni zinaongoza kupatikana katika mkoa wetu wa nini? Wa Arusha. Alafu hakuna barabara. Unapita mtaani giza. Sasa tumeshamuomba Mungu, na Mungu ameanza kutujibu. Na majibu yake tunayaona kwenye matokeo. Na mimi naomba mpigie makofi mengi sana waziri wetu Mchengerwa. Ukikaa naye Mohamed Mchengerwa anamwambia, Mheshimiwa Waziri, wewe ndio waziri wa TAMISEMI. Nimekuta Arusha ni maneno, majungu, ushirikina, stendi haijengwi, soko halijengwi, na wananchi kumtaani wamesikia ahadi mpaka wamechoka. Sitaki chama changu kinaenda kwenye uchaguzi alafu ilani hii haijafanya nini? Haijatekelezwa. Tumehangaika naye, si tu kwamba tumepata soko Kilombero, si kwamba tumepata tu stendi iliyokuwa kujengwa pale Bondeni City, lakini pia katuongezea na soko la kwa Mlombo lenye thamani ya takriban zaidi ya bilioni 3 ambalo halikuwemo kwenye mpango wa kwanza. Na mmeshuhudia wenyewe, tulisaini pale mkataba, na alivyonisaidia tulivyokamilisha nikamwambia, mzee, njoo mwenyewe ushuhudie furaha ya wananchi wa mkoa wa nini? Wa Arusha. Na mbele ya waziri wangu nikamwambia, mzee, huyu amesaini leo mkataba tunamuona hapa. Akienda tofauti na mpango kazi, kitakachotokea atakuwa anatokea Central anaenda site. Na sasa mkipita pale mnaona
kazi imeshaanza tayari. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, maelekezo yangu wachukuliwe orodha ya wafanyabiashara waliokuwa wanafanya kazi kwenye soko la Mlombo na lile soko la Kilombero. Tutakapokamilisha ujenzi, wao ndio wa kwanza kuingia ndani ya hilo soko. Soko limekamilika, unakuta kuna afisa na mtu wake anachukua kibanda, anachukua kieneo, anachukua nini, alafu wafanyabiashara waliokuwa wanafanya biashara wanakosa hiyo fursa. Kwa majina yale lazima yaorozeshwe, mfanye mpango wa kuyatunza, ukiwepo wewe, usipokuwepo wewe, nikiwepo mimi, nisipokuwepo mimi, atakayekuja lazima ahakikishe wale wafanyabiashara wanapewa kipaumbele. Na niungane na mwenzangu Pantaleon Lugisha akitupitisha duniani leo katika habari za kimataifa kunani. Irani imetangaza haitasitisha shughuli zake za urutubishaji wa madini ya urani ili kufikia makubaliano ya nyuklia na Marekani, kwa mujibu wa msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Ismail Baghai. Amesema Irani iko tayari kwa mazungumzo ya kweli, lakini haitakubali masharti yanayozuia haki zake. Irani sasa inasubiri jibu kutoka kwa mpatanishi Oman kuhusu tarehe ya duru ya 6 ya mazungumzo na Marekani kuhusu mpango wake wa nyuklia ambao umekuwa chanzo cha mvutano mkubwa kwa miaka mingi. Mashambulizi ya anga ya Israeli yamesababisha vifo vya watu 52 na kujeruhi wengine 33, wengi wao wakiwa wanawake na watoto, katika shule ya Fahma al-Jawi mjini Gaza. Jeshi la Israeli limesema linalenga magaidi wa Hamas waliokuwa wakijificha katika shule hiyo. Wakati huo huo, viongozi wa dunia waliokutana Uhispania wametoa wito wa kusitisha vita, huku mashirika ya misaada yakionya kuwa misaada inayotolewa haitoshi kwa watu wa Gaza wanaokabiliwa na baa la njaa na matatizo ya kiafya. Rais wa Marekani Donald Trump amemshutumu Rais Vladimir Putin wa Urusi kwa mashambulizi ya anga dhidi ya Ukraine, akimuita mwenda wazimu na kutishia kuiwekea Urusi vikwazo zaidi. Trump amesema Putin anataka kuiteka Ukraine yote na kwamba hatua hiyo inaweza kuangamiza taifa la Urusi. Aidha, Trump amemkosoa Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kwa matamshi anayodai yanaongeza mgogoro, akimtaka kuwa makini na maneno yake. Hadi sasa hakuna majibu rasmi kutoka kwa Urusi wala Zelensky. Mapigano yameendelea huku vikosi vya Urusi vikisonga mbele mashariki mwa Ukraine. Shukrani sana Pantaleon Lugisha katika habari hizo za kimataifa. Ni kushukuru pia mtazamaji wa SKF TV kutenga muda wako wa thamani kutazama habari hizi jioni ya leo ya Mei 26. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki kwa matangazo haya jioni ya leo, ulikuwa nami Pendo Goto, nikutakia wakati mwema.